Natoka Baku nchini Azerbaijan tunatua kaunti ya Kilifi ukanda wa Pwani ambapo viongozi wanaounga mkono serikali jumuishi wakiongozwa na waziri wa madini na uchumi samawati Ali Hassan Joho na kiongozi wa walio wengi bungeni Aaron Cheruiyot wametetea serikali jumuishi wakisema ukanda wa Pwani umesalia nyuma kimaendeleo kwa muda mrefu, ila serikali ya Rais Ruto imewakumbuka. Wakizungumza walipohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa Katoliki la St. Martin's Chonyi, kaunti ya Kilifi, viongozi hao wamebaini kuwa viongozi wa upinzani waliokuwa viongozi wakuu katika serikali zilizopita, ila hakuna walichowafanyia wakazi wa Pwani, hivyo ni kinaya kuanza kuwatetea sasa hivi. Viongozi katika serikali jumuishi wakiongozwa na waziri wa madini na uchumi samawati Ali Hassan Joho na kiongozi wa walio wengi bungeni Aaron Cheruiyot wamehudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Katoliki la St. Martin's Chonyi katika kaunti ya Kilifi, wakichukua fursa hii kutetea serikali jumuishi na kusema ukanda wa Pwani umeachwa nyuma kimaendeleo kwa muda, ila serikali ya Rais William Ruto imewakumbuka. Atakueleza kwamba kuna mambo ambayo tangu uhuru wa taifa hili hajawahi kufanyika, tumeanza kufanya sasa, kwa sababu tuko katika uongozi wa William Samoei Ruto. Kwa mimi nataka kuuliza watu wa Chonyi, najua sisi tumesema tulikuwa ODM na bado tuko ODM, lakini kwa ushirika wetu tunataka tusimame pamoja na serikali ili tuweze kupata ile miradi yote ambayo watu wa Pwani walikuwa wapati. Wakisisitiza kuwa vinara wa upinzani walikuwa viongozi wakuu katika serikali zilizopita, ila hakuna walichofanyia wakazi wa Pwani, hivyo ni kinaya kuanza kuwatetea wakazi wa Pwani sasa na hawakuwakumbuka walipokuwa mamlakani. Wote ambao sahii wanamchukia William Ruto, kuanzia Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Matiang'i, wote walikuwa na ofisi. Na wauliza, si mnamjua Kalonzo alikuwa naibu wa rais? Si mnamjua Rigiji alikuwa naibu wa rais? Alikuja hapa Chonyi hata siku moja? Alileta kitu hapa Chonyi? Vipi leo awaambia nyinyi mpigane vita vyake? How is it possible that all of a sudden Rigiji is telling you fight my battles? Na mimi nimekuja kukuambia Faruk, I have established hawa watu wanachukia William Ruto kwa sababu ni mtoto wa maskini ambaye ametoboa akawa rais. Hawaamini mpaka leo. Hakuna kitu kingine. Kama manyumba yanajengwa yajengwi, masoko yajengwa yajengwi, masipitali yajengwa yajengwi. Hata hivyo wamewataka viongozi katika chama cha UDA kurudisha mkono wa shukurani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2032 baada ya ODM kuahidi kuunga mkono katika uchaguzi wa mwaka kesho. Aaron Cheruiyot in the future to supporters. Si namna hiyo? Tumuunge na nyinyi msikie nyinyi, tutawaunga. We Aaron, tunawaunga sahi mbaya. Kama ni noma. Ikifika 2032 mtarudisha mkono nyinyi, muache mchezo. Ama namna gani? Mema tumfanyie nini? Sasa William Ruto atufanyia mema, kutufanyia tumrudishie nini? Mtatuunga mkono tumrudishie mema, alafu tupangane hapo mbele hapo 2030 pia watuunge nini? Ndio jimbo lizae nini? Wakitetea hatua ya EPRA kuongeza bei ya mafuta nchini, wakisema vita vinavyoendelea baina ya Iran, Israeli na Marekani vimechangia bei ya mafuta kuongezeka kote duniani. Maneno ya mafuta, maneno ya vita iweze kupungua, ndio mafuta karama iweze kwenda chini. Hiyo ndio maombi ya Wakristo. Wanachukua video ya zamani ya William Samoei Ruto akizungumza na akisema ya kwa njia ya kupunguza bei ya mafuta ni lazima tupunguze ushuru. Sasa mimi najiuliza, wakati mnatoa na video hiyo, kwa nini hamutoi ile video akiweka sahihi ya kwa aliweza kupunguza ushuru wakati mafuta yalikuwa yameweza kupanda bei? Isaac Musyoka, Undugu TV.